Ndoa sio gereza, lakini kuna baadhi ya tabia wewe mwanamke ukishaolewa unatakiwa kuachana nazo. Ukishakuwa mke wa mtu na mume wako, kuna baadhi ya tabia unatakiwa kuachana nazo. Nataka nikutajie tabia ambazo mwanamke aliyeolewa akiendelea kuwa nazo inaonyesha kwamba huyo mwanamke hajitambui. Tabia ya kwanza ni tabia ya mwanamke kuwa na rafiki wa kiume. Hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume. Hiyo ni kwa mtazamo wangu mimi. Lakini kama wewe ulishawahi kuwa na rafiki, pengine kweli nyinyi mlikaa kama marafiki, unapoolewa hakikisha huo urafiki unafika mwisho. Kwa sababu hakuna mwanaume anayefurahi kuona mkewe ana ukaribu na mwanaume mwingine. Hakuna mwanaume anayependezwa na hicho kitendo. Ukishaolewa unatakiwa kujiwekea mipaka ya kuheshimika pia na watu wengine. Watu wengine wa kuheshimu na wewe pia jiheshimu. Mumeo hatopendezwa, lakini pia hata jamii haitakuchukulia wewe vizuri pale ambapo utakuwa na mazoea na mwanaume, utakuwa una urafiki na mwanaume, kwa sababu watu wengi wanajua kwamba hicho kitu hakipo kwenye maisha ya kawaida. Na pengine mwanaume mwingine anakaa chini anakuweka wazi kwamba bwana, mimi sitaki hizo habari za wewe kuwa na urafiki na huyo mtu, mimi sitaki. Unaona kama mumeo ni mtu anayecomplain mambo. Hiyo inaonyesha wewe hujitambui, kwa sababu hujui kwamba mumeo akisha kuoa anatengeneza pia heshima yako kwa watu, image yako kwa watu unaonekana vipi. Hicho ni kitu ambacho mwanaume huwa anakijali pia. Tabia ya pili ambayo inaonyesha wewe mwanamke hujitambui ukiendelea kuwa nayo baada ya kuwa umeolewa ni tabia ya wewe kuwazoea sana wanaume. Una mazoea na wanaume. Ndiyo, sio marafiki zako, lakini kuna namna ambavyo unazoeana na wanaume kupindukia. Kuna wanawake mpaka wanakaa kwenye vijio vya wanaume wanapiga story ambazo kiuhalisia ni vitu vya aibu kusikia mwanamke akizungumza na wanaume. Unazungumza mambo ambayo wewe mwanamke hutakiwi kuzungumza mbele ya wanaume. Una mazoea yaliyopindukia wewe, yani una mazoea na wanaume kupitiliza. Hakuna mwanaume anayependezwa kuona mkewe anazoeana sana na wanaume, kwa sababu sio kwamba kinachompelekea yeye kutokupenda hicho ni wivu tu, pia ni heshima. Anatamani wewe mkewe ujiheshimu, pia uheshimike na watu wengine, kwa sababu anajua wewe unapokuwa na mazoea na wanaume wengine hauchafui imeji yako tu, unachafua mpaka imeji yake. Kwa hiyo wewe kama mwanamke hakikisha unapunguza mazoea au acha mazoea na wanaume pale unapokuwa mke wa mtu, kwa sababu unatakiwa kujijengea mipaka ya kuheshimika. Utaonekana kujitambui pale ambapo utaendelea kuwa na tabia zako zile ambazo ulikuwa nazo kabla hujaolewa. Pengine wewe ulikuwa una mazoea sana na wanaume. Ukishaolewa achana navyo hivyo vitu, kwa sababu wewe ni mke wa mtu, unatakiwa kujiheshimu, pia unatakiwa kuheshimika na watu wengine. Hakuna mtu atakaye kuchukulia vizuri, hakuna mtu atakaye kuheshimu pale ambapo wewe utaendelea kuzoeana kupindukia na wanaume. Sijui kama unanielewa. Tabia ya tatu ambayo inaonyesha wewe mwanamke hujitambui ukiendelea kuwa nayo ni tabia ya wewe kutoa siri za ndani kwako kumpa huyo rafiki yako. Pengine una huyo rafiki yako wa kiume, unatoa zile siri, madhaifu ambayo yanaendelea kwenye ndoa yako, unaenda kumhadithia yule mtu. Hiyo inatengeneza mwanya wa usaliti, na ndio maana tunasema hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume. Haya, sawa, wewe huyo ni rafiki yako, unaenda kumsimulia changamoto unazozipitia kwenye ndoa yako. Huyo mwanaume ambaye wewe una ukaribu naye, unamsimulia mambo ambayo mumeo ana udhaifu nayo. Hiyo itatengeneza yeye kujitengeneza nafasi ya kuwa kama mfariji kwako. Utajikuta umeingia kwenye usaliti. Watu wengi walisaliti na hao waliowaita marafiki zao kwa staili kama hii. Unashare naye habari nyeti za ndoa yako, yale mambo ya ndani, siri za ndani, unamwambia huyo rafiki yako. Ndio, pengine wewe ulikuwa unamchukulia kama rafiki, lakini yeye hawezi kukuchukulia hivyo. Hakuna mwanaume anayepoteza muda kuwa na urafiki na mwanamke. Lazima nyuma yake yeye anakuwa na jambo lake, na pengine ni mtu ambaye hataki kujionyesha kama ana tabia mbaya. Kwa hiyo anakuvizia, anajua ipo siku utaingia kwenye mtego. Unapoanza kushare changamoto za ndoa yako, yeye anasimama kama mfariji. Ule ufariji utapitiliza, utajikuta umeingia kwenye usaliti katika ndoa yako. Kwa hiyo wewe kuwa na mtu wa kiume wa kushare naye habari za ndoa yako inaonyesha kwamba wewe hujitambui. Tabia ya 4 ambayo wewe mwanamke ukiwa nayo, yani na tayari umeshaolewa, inaonyesha wewe hujitambui, ni wewe kupenda mashindano na mwanaume. Hasa masuala ya kupenda kulipiza kisasi kwenye kila mwanaume anachokifanya. Hiyo inaonyesha wewe hujitambui, kwa sababu wewe mwanamke ndio msingi wa kujenga ndoa yako. Sasa mwanaume akibomoa msingi na wewe unataka tena ubomoe, kipi kitakachosimama? Maana yake hapo nyumba itadondoka, ambayo ndio ndoa. Kwa hiyo mwanaume kama amevunja msingi,
Hakikisha wewe unatumia hekima katika kujenga kile kitu ambacho mwanaume amekivunja. Sasa wewe mwanamke, ukiwa na wewe ni mtu ambaye unapenda mashindano na mwanaume wako, kitu anachokifanya na wewe unakifanya, hiyo inaonyesha wewe hujitambui. Tabia nyingine ambayo inaonyesha wewe mwanamke hujitambui, ukiendelea kuwa nayo baada ya kuolewa, ni wewe kuwa na makundi. Mwanamke ukishaolewa, sio kwamba ni vibaya kuwa na marafiki, lakini chunguza una aina gani ya watu ambao wanakuzunguka. Makundi. Wewe mwanamke ukishaolewa, wewe ni mke, wewe ni mama wa familia, unatakiwa kuwa na muda mrefu wa kuangalia mambo ya nyumba yako, kumsikiliza mume wako, kujijenga wewe kama mwanamke kwa ajili ya kuperform vema katika ndoa yako kama mama na mke kwa mume wako. Sasa wewe ukiwa na muda wa kuweka makundi kwenye maisha yako, utapata wapi muda wa kujichunguza, kujitafakari na kujijenga vizuri, wewe kuwa mama bora kwa watoto wako na kuwa mke mzuri kwa mume wako. Makundi asilimia kubwa yanaongoza kuwafanya wanawake wawe watu wenye tabia za ajabu, kwa sababu ya makundi. Hakuna kitu cha maana mnachojadili kwenye makundi. Una kundi, hilo kundi linakusaidia nini kwenye maisha yako? Na pengine mwanaume wako anakwambia, bwana, mimi nataka wewe mke wangu usimame wewe kama wewe, kwa sababu wewe tayari sasa hivi ni mke. Yale makundi ambayo ulikuwa nayo kabla hujaolewa, ukishakuwa mke wa mtu, achana nayo. Na pengine yale makundi asilimia kubwa pale watu hawajaolewa, mtajadili nini wewe na wale? Ukishatoka kwenye hatua ya wewe kuwa binti na kuingia kwenye kuwa mke, kuna namna inatakiwa ukomae kiakili. Acha mambo ya kitoto. Achana na makundi, hayatakusaidia chochote. Wewe tayari ni mama wa familia, unatakiwa kujijenga kuwa mke bora kwa mume wako, kuwa mama bora kwa watoto wako. Muda mwingi wewe usipendi kujichanganua, kujitafakari, kuhangaikia mambo ya familia yako. Sasa mambo ya familia na wewe kuwa na makundi ni vitu viwili tofauti. Huo muda wa kumanage kukaa na makundi na muda wa kumanage kutumika kama mke kwa mume wako na muda wa kumanage kukaa kama mama kwa watoto wako, utautoa wapi? Muda utakuwa hautoshi. Kwa hiyo kuna vitu sio vya muhimu kuendelea kuwa navyo. Achana na makundi ukishaolewa. Sijui kama unanielewa. Tabia nyingine ambayo mwanamke unatakiwa kuachana nayo ukishaolewa ni kuwa na BFF, best friend. Kiukweli sijui kwa nini watu huwa wanashangaa kusikia kwamba hakuna wanawake, yani kuna wanawake ambao hawana marafiki. Kiukweli mimi nakwambia, ili ufurahie maisha yako ya ndoa, jitoe kwa marafiki. Usiwe na mtu unayemuita BFF ambaye unampa siri zote za maisha yako ya ndoa. Wewe kama mwanamke jitambue. Simama mwenyewe kwenye nafasi yako. Hata kama una ukaribu na mtu, kuwa na ukaribu na mtu wa kawaida, sio awe ni BFF. Ukishaolewa eti unafunga safari, unamwomba mume wako ruhusa, au unaondoka kimya kimya nyumbani, unaenda kwa rafiki kutembea. Wewe ni mke wa mtu. Wewe ni mama kwenye familia yako. Huo muda wa kwenda kutembea kwenye familia ya mtu mwingine au kwa huyo BFF wako unautoa wapi? Ni kipi cha maana mtakachoshauriana? Na pengine wewe mwingine unajikuta umeolewa, huyo BFF wako hajaolewa. Mtaongea nini? Na hata kama ameolewa, kila mtu ajue kupambania maisha yake, kwa sababu kila mtu ana familia. Masuala ya BFF wewe ukishaolewa utakiwi kuwa nayo. Ndio unaweza ukawa una watu tu waliokuzunguka, unaishi nao kawaida, lakini haina haja haina haja ya wewe kuwa BFF. Sijui chako chako. Hivyo vitu vya nini wewe ukishaolewa? Kwa sababu wewe ukishaolewa, ile nafasi ya rafiki yako mpe mume wako. Kama unataka kufurahia maisha ya ndoa, mume wako ndiyo awe rafiki yako. Asilimia kubwa ya watu maisha yao ya ndoa yaliharibiwa, ndoa zao zilinyatiwa na hao marafiki zao waliwazunguka. Kwa sababu wewe ukishakuwa na BFF utajikuta una share mambo mengi ya ndoa yako, mambo mengine ambayo pengine huyo BFF wako ataingiwa wivu, ataingiwa tamaa, atayatamani maisha yako, au atakuonea wivu, atakuvurugia. Ukishaolewa wewe kama mwanamke, achana na mambo ya BFF. Wewe tayari ni mke wa mtu. Sijui kama unanielewa. Tabia nyingine ambayo wewe mwanamke ukiwa nayo baada ya kuolewa inaonyesha kwamba wewe hujitambui, ni kuwa mtu wa kununa hovyo. Ni kuwa mtu wa kutumia adhabu ya kumnyima mumeo haki yake ya ndoa. Unamnyima mume wako haki ya ndoa kama adhabu ya vitu ambavyo mmepishana. Vitu vyenyewe unakuta ni vidogo vidogo, havina hata maana. Unajifanya unamkatalia mumeo, hutaki kuwa karibu na mumeo, unamtafutia sababu mumeo. Hiyo inaonyesha wewe hujitambui, unanuna ovyo. Wewe ukishaolewa tayari wewe unaishi na mtu
haukai peke yako. Huwezi kuwa na tabia zile ulizokuwa nazo kabla hujaolewa za kuamka na mudi ya kununa, unanuna, siku nyingine ukijisikia kucheka unacheka, kitu kidogo unakasirika, sijui unasusa, unafanya hivyo tabia. Ukishakuwa mke wa mtu achana navyo, kwa sababu wewe sasa hivi ni mama. Inatakiwa ujenge msingi bora kwenye ndoa yako. Ukianza kuingiza vichangamoto kwa mikono yako, vitazaa matatizo makubwa kwenye ndoa yako. Mwisho wa siku uone kama wanaume hawafai. Wewe ukianza kumnyima mumeo haki yake ya ndoa kama adhabu kwa sababu ya vitu mlivyopishana, ukianza kununa, ukiacha kumpikia mumeo, ukiacha kumfulia, unakaribisha changamoto kwenye maisha yako ya ndoa. Ndoa sio gereza, lakini kuna baadhi ya vitu wewe kama mwanamke jiwekee mipaka wewe mwenyewe, kwa sababu wewe tayari ni mke wa mtu, wewe ni mama wa familia, wewe ni mke kwa mume wako. Kuna namna ambavyo inatakiwa ujijengee picha nzuri kwa watu wa kuheshimu, na wewe pia ujiheshimu. Mambo ya kitoto achana nayo, mambo ya marafiki achana nayo, mambo ya kuwazoea wanaume achana nayo, mambo ya kuwa na rafiki wa kiume achana nayo. Wewe tayari ni mke wa mtu. Wakati mwingine mwanaume wako hivi vitu sio kwamba havipendi kwa sababu anakuchukia, havipendi kwa sababu anakuepusha na hatari fulani. Sijui kama unanielewa. Mumeo anapokuambia mke wangu acha mambo ya makundi, unaweza ukaona kama yeye hajielewi, unaweza kuona kama yeye ni mkorofi, lakini yeye anajua anachokifanya. Hayo makundi pengine yeye mwenzako ameshaona hayatakufikisha popote. Ameshaona hayo makundi yanakuharibia, ameshaona hayo makundi yanakuharibu. Uko kwenye makundi ambayo sio salama kwako. Anakuona una BFF, mumeo anakuambia bwana achana na haya mambo ya marafiki. Sio kwamba anaminya uhuru wako, hapana. Pengine yeye kama mwanaume anaona hawa marafiki wanaweza kuleta changamoto kwenye maisha yetu ya ndoa. Wakati mwingine tumia akili zako kuendesha maisha yako. Usitumie mihemko. Sasa hivi watu wengi wamekuwa wakisema ndoa sio utumwa, usikubali kuishi na mwanaume ambaye anakunyima wewe uhuru wa kuenjoy na marafiki zako. Lakini hao marafiki kwenye maisha yako wanafanya kitu gani? Una ukaribu na hao wanaume, wanakusaidia kitu gani kwenye maisha yako? Vitu ambavyo mwanaume wako hapendi kuviona kwako, unang'ang'ania kuendelea navyo vya nini? Mumeo anapohangaika kutengeneza picha yako kwa watu, kutaka uonekane vipi, jitambue. Sio kila wakati mwanaume anakukataza kitu kwa sababu hakupendi. Sio kila wakati mwanaume anakukataza kitu kwa sababu anakuchukia. Wakati mwingine mwanaume anakukataza kwa sababu anakujengea picha nzuri kwa watu. Hataki utafsiriwe vibaya, na pengine ameshaanza kuona watu wengine wanakuchukulia vibaya kulingana na hizo nyendo ambazo unazo. Ndio maana anakuambia mke wangu 1 2 3 achana navyo. Hizi ni tabia ambazo zinaonyesha wewe mwanamke ujitambui pale unapoendelea kung'ang'ania kuwa nazo, wakati unaona kabisa hazina faida, hazina umuhimu. Kuna vitu havina umuhimu kwenye maisha yetu. Makundi hayana umuhimu, maBFF hawana umuhimu, marafiki wa kiume hawana umuhimu, mazoea na wanaume hayana umuhimu kwenye maisha yetu. Hakuna kitu kinachoongezeka kwa wewe kuwa mtu wa hivyo, lakini unaweza kujijenga kuwa mwanamke unayejiheshimu, kuwa mwanamke unayejiwekea mipaka, kuwa mwanamke ambaye watu wengine wanakuheshimu, watu wengine wanakuchukulia vizuri, na ukawa tu ukawa mwanamke wa kawaida tu. Kawaida unawaheshimu watu, mnasalimiana, mnafanya nini, lakini huna mazoea, huna makundi. Una watu ambao unaongea nao, mnashare story nini, sio story za maisha yako ya ndoa, kawaida tu. Mtu ambaye unaweza kukaa naye ukaongea naye nini, kawaida, lakini asiwe rafiki yako. Usiwe commitment na hayo makundi, kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Hutaweza kutenga muda wa kutumika kwenye familia yako na muda wa kwenda kwenye makundi. Ikiwezekana achana nayo, haina umuhimu. Kama unajisikia upweke, basi unakuwa tu na ukaribu na watu kawaida ambao unaweza kukaa, siku nyingine umepata nafasi ukaongea, na siku nyingine ukaendelea na maisha yako. Unakuwa na makundi ambayo yanakuchukulia muda. Kuna wakati ratiba zako zinavurugwa na makundi, ratiba zako zinavurugwa na BFF, ratiba zako zinaharibiwa na huyo rafiki yako wa kiume. Unaenda kushare changamoto zako na rafiki yako wa kiume. Wewe unamuona ni rafiki, lakini pengine yeye alikuwa ametega, kuna kitu anakitaka kutoka kwako. Mwisho wa siku anatumia changamoto zako kama udhaifu wa kukuingiza kwenye usaliti. Watu wengi sana hivi vitu huwa wanavikataa tunaposema hakuna urafiki kati ya mwanamke na mwanaume, lakini wako baadhi ambao walishuhudia wamevuka mipaka bila kutarajia. Kwa hiyo wewe kama mwanamke, kuna vitu unatakiwa kuachana navyo baada ya kuolewa, na sio kwamba huo ni utumwa, sio kwamba unaingia gerezani. Hapana, ni kujitambua tu kwamba kuna vitu mimi havina umuhimu kwenye maisha yangu, niachane navyo. Ni hivyo tu.